hao kondoo ambao si wa zizi hili. Ni kumaanisha kwamba kuna wale ambao already wametengwa na hawako pamoja na yeye. Ni wale watu ambao watakuja kuandaa, na ndio nikuta kwamba injili ya Paulo, Mungu alikusudia injili ya Paulo ishie zaidi kwa mataifa. Sasa kitu moja ambacho nataka kuzungumzia mtu wa Mungu ya kwamba Mungu awe makimbilio yetu, tutakuwa na faida sana. Kasema kwamba Yesu akakuwa kwamba ndiye mji wa 7 ambao ulikuwa Mungu alikuwa nakusudia kwamba awe makimbilio yetu. Ndio maana akasema katika kitabu cha Mathayo ya kwamba 11 mstari wake wa 28, njoni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kasema kwamba Yesu ndiyo mji wetu sisi wa makimbilio. Wakati ambapo wengine wanakimbilia kwa waganga kutafuta nguvu mpya, sisi tunakimbiliaga kwa Yesu. Wakati ambapo tuko chini, ili tuweze kuinuka, nguvu zetu ziko ndani ya Yesu. Sisi Yesu ndiyo makimbilio yetu. Yesu ndiyo source yetu. Yesu ndiyo tumaini letu. Wakati ambapo binadamu ni tumaini kwa binadamu wengine, ndio nakuta kwamba wengine wako na majeraha. Kwa sababu gani? Aliweka mategemeo kwa mtu, alimfanya mtu kuwa makimbilio yake, na wakati ambapo huyu mtu amekuangusha, ndio unaanza kuregret. Wakati mwingi binadamu huangusha binadamu, lakini natuambia Yesu peke yake ndiye hawezi akakuangusha. Mji wa makimbilio. Maandiko yalikuwa nasema kwamba hawa watu walikuwa nakimbilia huko kwa sababu gani? Ya kwenda kujificha na kuepuka kisasi ambacho cha familia ya wale watu ambao walikuwa wamepoteza mtu wao. Yaani mtu ambaye alikuwa naua mtu ndio alikuwa nakimbilia katika ile miji ya makimbilio. Lakini sisi kwetu sisi mji wetu ambao uko na amani ni ndani ya Kristo. Haleluya. Huu mji ambao alikuwa nakimbilia haukukuwa na amani. Hakuna mji ambao uko na amani, mtu asikudanganye. Mji wote ambao uko na amani isipokuwa ni mji ambao unaitwa ni Yesu Kristo peke yake. Kwa Yesu tu ndio kuna amani ambayo inatosheleza katika maisha ya binadamu. Kwa Yesu tu ndio kuna furaha ambayo ni ya kipekee, ambayo hailinganishwi na furaha zingine. Kwa Yesu ndio kuna uponyaji ama kuna dawa ya kila aina ya magonjwa kwa Yesu. Hii ndio mji ambao wa kutamanika sana. Ndio maana nasema kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Haleluya. Usiwahi kufanya mwanadamu awe makimbilio yako. Usiwahi kumfanya binadamu awe tumaini la maisha yako. Mfanye Mungu awe tumaini la maisha yako. Mfanye Mungu awe kimbilio la maisha yako. Unaona baadhi ya watu wengi wanakatishwa tamaa na watu, hata wengine wanakosa kwenda kuabudu Mungu kwa sababu gani? Waliweka mategemeo yao ndani ya binadamu. Waliweka binadamu kuwa makimbilio yao, na baada ya hapo wakati ambapo vitu vyao havikufanikiwa wakarejea nyuma. Sababu wanadamu wanaweza kupotea. Hata kazi ambayo unaweza tumainia, kazi unaweza itegemea ukifanya number 1 inaweza ikaisha. Biashara unaweza vitegemea kuwa number 1 kwako, vinaweza vikaisha. Binadamu ambao ulikuwa unaweka number 1 kabisa katika maisha yako, anytime yani wakati wote unaweza kujisikia kwamba huyo mtu hayuko tena, amepotea. Sasa mji wa makimbilio ambao tuko nayo ambao ni Yesu Kristo ndio ambaye ametuita. Nilisema kwamba mji wa kwanza watu walikuwa wanajipeleka, ile miji ambayo ilikuwa inatengwa watu walikuwa wanajipeleka kwa sababu ya makosa ambao walikuwa wamefanya kimistake. Lakini mji ambao tuko nayo ambao ni Yesu anasema kwamba njoni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haleluya. Kwa Yesu tu ndio kuna mapumziko, kwa Yesu tu ndio kuna rest kwake peke yake. Hawa wengine ama miji mingine haina pumziko hata kidogo. Mtu asikudanganye eti kwa sababu yuko UK ndio maisha yake yuko sawa. Hata utashangaa ya kwamba yeye ndio anapitia struggle ya maisha mbaya sana kuliko wewe ambao uko hapa. Baadhi ya watu wengi unafikiria ukisikia yuko ngambo unatamani sana maisha yake. Unafikiria kwamba yeye ndio yuko sawa. Utaweza kufikiria yuko sawa, kumbe yeye ndio hayuko sawa hata kidogo. Tukasema kwamba neno linasema kwamba na nguvu. Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu. Na nguvu. Nimesema ama nikasema mtu wa Mungu ya kwamba katika maisha ambayo tunaishi ndani, watu wenye kuwa na nguvu ndio watu ambao wanahitajika.
Hakuna mahali wanahitaji watu walegevu, watu wadhaifu. Mahali pote watu wenye kuwa na nguvu ndio watu ambao wanahitajika. Wewe nikuulize, unaweza enda kufanya interview ama kwenda kutafuta kazi na hali yako unakaa uko mlegevu, mnyonge, unakaa ni kama wewe ni mgonjwa kabisa, nani nakupea nafasi? Kwanza utafukuzwa tu kingali kwa geti na watchman na hujafika ndani ya utafukuzwa tu, uambiwa hapa kuna kazi kama yako. Na ndio maana Yesu amesema namna gani hata ufalme wa Mungu, Mathayo 11:12, tokea wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio watakao uteka. Haleluya. Kwa hiyo katika maisha ambayo tunaishi, power ndio inafanya kazi, nguvu ndio inafanya kazi. Nilisema vizuri na ninasema vizuri, ukiona mtu amestawi mahali, jua kwamba kuna jambo moja ambalo linafanya stawi mahali hapo. Mtu hasimami mahali ama stawi mahali bila power. Ndoa ya mtu ukiona inasimama, aidha inasimama kwa nguvu za Mungu ama kwa nguvu zingine. Ukiona mtu amestawi kwa biashara na wengine zao zinaanguka, aidha amesimama na nguvu za Mungu ama sio nguvu za Mungu. Wafalme ambao tuko nao katika ulimwengu, na sio kuanzia leo, ni kuanzia zamani sana kabla hatujazaliwa, kama hayuko kwa Mungu atakuwa kwa shetani. Sasa wewe ukistuka ukiona mwenzako yuko anaendelea tu, yeye wengine mambo yao inaharibika, yake inaendelea, acha nikwambie iko na power ambao anatumia. Kama si kwa Mungu ni kwa shetani. Na uzuri sisi kwetu tunakuaga wazi, tunajioneshaga. Sisi kwetu hatujifichi kwa kutafuta Mungu wetu. Lakini wao ni ngumu sana akuambia anaendaga wapi. Ni ngumu sana akuambie, sababu mambo yao ni kwa giza. Hawawezi taka watu wajue wanaenda wapi. Lakini sisi kama ni kwa Mungu, kama ni kwenda kuabudu, tunaenda kuabudu na watu wakituona tunaenda kuabudu. Lakini wao wanaenda kisirisiri chini ya maji. Sikiza, sababu ni vitu ambao ni power ambazo ziko kwa giza. Acha nikwambie mtoto wa Mungu, ukitaka kusimama tafuta power. Ukitaka kupata mwanya tafuta power. Na power yetu ulisema kwamba sisi tunakuaga natoa power yetu katika maombi. Power yetu tunatoa katika neno la Mungu. Power yetu inakuaga katika fellowship. Power yetu iko katika worship. Power yetu iko katika praise. Wakati wote ambao utajipata uko chini, tafuta mwanya njia yote. Kama hii haishiki, tafuta njia yote. Unaona Zakayo pamoja na ufupi wake na kimo chake, lakini alitafuta njia ile yote tu ambayo atakao umfikia kuona Yesu, na alipata yeye mwanya na kumuona Yesu. Kwa hiyo kama Mkristo mwenzangu, nataka kukwambia kwamba katika dunia ambayo tunaishi ndani, unakuta kwamba tunapitia katika vita na mpaka watu wengine wamesarenda, mpaka anashindwa kwamba niache kuomba ama ni kwa sababu gani? Haujapata power. Yesu akisema na wanafunzi, msitoke Jerusalem mpaka mtakapopokea power, kwa sababu power ndio itafanya muweze hata kunitangaza mimi. Power ndio itakufanya udhibitike katika ndoa yako. Ni power tu. Na sasa sisi nguvu zetu ziko ndani ya Mungu. Kama sisi hatuna Mungu, hatutakuwa na nguvu. Wengine wakitegemea waganga, sisi tunategemea Mungu. Nilisema vizuri ya kwamba wakati wengine wanaenda kusherekea, wengine hawaendi kusherekea. Wengine wanaenda kutafuta ama kuongeza nguvu zingine, lakini watu ambao wako na Mungu wao wanaenda kusherekea. Wengine wanaenda kuongeza nguvu, wanaenda kuchochea nguvu, kwa sababu dunia hii hakuna mtu atakuachia njia uweze kufaulu kama hauna power. Mahali pengine inahitaji power. Sikiza nikwambie, unaweza kuwa na pesa na mambo yako ikaenda chini na uko na pesa. Kama hauna power, hauta sustain mahali. Tunahitaji power. Sasa sisi Mungu kwetu ni power. Mungu kwetu ndiye nguvu zetu. Nguvu zetu tunazitoaga katika Mungu wetu. Hallelujah. Nilisema angalia Daudi wakati anasimama mbele ya Goliati. Daudi hakukuwa na qualify kusimama mbele ya Goliati kushindana na Goliati. Lakini Daudi alikuwa na jambo moja ambalo alikuwa anategemea, alikuwa na tumaini.
Wakati anasimama mbele ya Goliath anamwambia namna gani? Wewe unanikujia na fimbo na fumo na mkuki, lakini mimi ninakukujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi, yule ambaye uliyetukana. Ndio nimekukujia. Kuomba ndio wakati ambapo utapigwa vita kiolela, sababu tunaishi katika ulimwengu ambao vita vyetu si vya damu na nyama. Tunapigana na maprincipality ambazo ulimwengu wa giza umeset, na kila siku wao wako kwa mapambano na watu wa Mungu. Kwa hiyo inahitaji kuomba, inahitaji kuishi ndani ya neno, sababu hapa ndio tutakuwa na nguvu. Kama hakuna nguvu, hakuna huduma inasimama bila nguvu. Hakuna biashara ya mtu wa Mungu inasimama bila nguvu. Hakuna mtu wa Mungu anasimama kwa ofisi bila nguvu za Mungu. Hakuna mahali unaweza succeed hata katika familia pasipokuwa na nguvu. Hakuna mchawi anawezana kwanza na mtu ambaye yuko na power za Mungu. Kwambia kitu moja ya kwamba wao wanakuaga na power ambayo ni ya wakati, lakini power za Mungu zikikudhibitisha, hawa wanataja magari na hawa farasi, lakini sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Haleluya. Sababu ndio ngome yetu. Hapa ndio kuna kuaga source ya nguvu zetu. Kama tunaweza kuhubiri ni kwa sababu hatuhubiri kwa sababu tumesoma neno, hapana. Tunahubiri kwa sababu tuko na power ya Holy Ghost ndani yetu, ndio inatufanya tuweze kupreach. Haleluya. Kwa hiyo nataka kukutia moyo nikwambie kwamba Mungu kwetu ni nguvu. Yeye ndio nguvu yetu. Na kwa hiyo kwa sababu ni nguvu yetu, tunahitaji sana kutafuta nguvu. Tunahitaji sana kutafuta nguvu kwa sababu ya ukombozi, hata sababu ya familia na jamii zetu. Hauta sustain mahali bila power. Ndugu yangu, nataka kugusia hapa na anasema na msaada. Hallelujah. Msaada. Wow. Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele. Nataka kusema kwa sababu ya msaada. Hallelujah. Sometimes tunaweza kufikiria watu ambao wako katika magorofa, watu ambao wako katika ama wenyewe wanaendesha magari makubwa, watu ambao wako katika maofisi makubwa, tunaweza kufikiria kama wao ndio wako sawa. Sikiza. Kuna watu wewe unawaona wako sawa, lakini nao wanajiona hawako sawa. Haleluya. Si unaweza kuona mtu unatamani maisha ya mwingine. Aki ningekuwa na gari kama ile. Aki ningekuwa na nyumba kama ile. Aki ningekuwa na familia kama ile. Aki ningekuwa na biashara kama ile. Aki ningekuwa na ofisi kama ile. My friend, acha nikwambie, hata hao unawatamani, kuna vile nao kuna ile mahali wanatamani. Kuna vitu ama kuna msaada pia nao wanatamani waupate. Na sisi kama vile ambao watu ambao tumeokoka, watu ambao tuko na Mungu, Mungu kwetu ni msaada. Hallelujah. Tunaibidi kumfanya Mungu kuwa msaada wetu. Tunabidi kumfanya Mungu awe msaada wetu number 1. Sababu acha nikwambie, watu wengi wamekata tamaa. Watu wengi wamekatishwa tamaa kwa sababu gani? Walitegemea watu ambao wako juu. Sikiza neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura yake ya 6 mstari wake wa 26 inasema aje? Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamuita akisema, unisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia nikusaidieje mimi? Ya uwanjani mwa kupuria au ya shinikizo? Sikiza, huyu ni mfalme. Mfalme wa Samaria. Huyu ndio mfalme ambaye angeweza kusaidia watu. Na acha nikwambie, wafalme wako na maisha mazuri. Usione kwamba watu wananganganiaga kiti unafikiria ni bure. Wewe unaweza sema si mtu aache tu hiyo kiti. Acha nikwambie, maisha ya kukua mfalme ni maisha ambayo wewe kwanza hujui gharama zako. Ni hichi najua gharama zako. Gari ambayo anatembelea ndani ni si yeye ajua hata mafuta yako na bei.
Labda hata ukimuuliza bei ya mkate hajui bei ya mkate, na usimlaumu. Hata nguo yenyewe anavaa labda hajui hata bei yake ni, alijua bei yake wakati ambapo hajafikia hapo. Na kama ni chakula anakula, yeye haendagi kuenda kununua chakula. Iko na watu wa kununua. Kuna watu ambao wanashughulika na hiyo yote. Na ndio maana ukuta kwamba wengine hawatakaki kuachana na hiyo, sababu anajua kwamba akiacha hiyo kiti, akiacha hiyo nafasi, ndio unakuta mara nyingine kwamba hawakuagi na hiyo afya walikuwa nayo. Unakuta mtu ameisha na stress. Kwa sababu gani? Ile maisha alizoea ya kufanyiwa kazi, ya kuletewa kila kitu kinampata mahali ambapo yuko. Kama ni kuvaa, mtu akukuja kupima nguo anakujaga hapo na measurement anampima, anaenda kutengeneza. Si kwamba yeye anajipeleka kwa kwenda kutafutana na fundi. Yeye hatafuti fundi. Kama ni gari, yeye hatafuti kwenye kuna station ya mafuta. Hiyo gari na mtu ambaye anashughulikia. Ni vile tu Mungu aliwanyima kitu moja ambacho tuko sawa sawa nao, kama ni kwenda kwa haja anajipeleka peke yake, ile peke yake. Lakini vitu vingine lazima afanyiwe na watu. Na ilijulikana katika Samaria kwamba kuna mfalme, na ndio nikwambia kwamba ndio maana watu wengi saizi wanalia. Kwa sababu gani? Watu waliweka mategemeo kwa mfalme. Kampeni ya president ilivutia sana, na watu wakasema hakika mfalme kama huyu ndio tunatamani. Lakini ikifika mahali sasa kunapitia shida, changamoto inapofika, acha nikwambie mtoto wa Mungu, yule mtu ambaye unafikiriaga anaweza kukusaidia wakati wa shida, kuna siku utampata naye ndani ya shida. Ulishagaona unaenda kutaka msaada kwa mtu, yeye akikuanzia ya kwake, wewe unaweka ya kwako kwa mfuko. Nasema nilikuwa nakuja kukusalimia, na japo ulikuwa nakuja kujiongelea shida yako, sababu unampata naye analia shida. Sasa hapa Samaria ilikuwa inapitia challenges ya kwamba wamezingirwa na maadui. Na wakati wamezingirwa na maadui, maandiko yanasema vizuri ya kwamba hapa kulikuwa na njaa kali sana. Njaa ambayo haijawahi onekana katika season yao yote. Njaa ambayo ilifikia mpaka mwanamke anafikia hatua ya kukula mtoto ambaye alizaa. Wamama wawili wakaamua kusema kwamba huyu tukule wa kwako leo na mimi tukule wa kwangu kesho. Hiyo confidence ikapatikana kwa sababu ya njaa. Unakula mtoto aje ambao ulizaa. Wewe kukula kidudu tu unaweza kuomba Mungu akusaidie. Sasa hawa anakula mtoto ambaye alizaa. Sio jambo rahisi. Hii njaa haikuwa ya kawaida. Na ndio maana ibadili tuombee nchi yetu. Haleluya. Hii njaa haikuwa ya kawaida. Ushasikia watu wanapika mawe. Eti napika mawe, alikuwa anaweka mawe kwa sufuria. Mawe itageuka aje kuwa chakula? Haitawezekana. Sikiza, hawa walikula mtoto, na sawa walikula mtoto, umoja akakengeuka akasema kesho utajua ujui, tulikula wakoko, kesho wangu wa watu kuli. Huyu mwingine akaruka. Ndio maana unajipataka kwamba watu wengi wanaumia na marafiki wa kungojea tumalize kitu yako, kisha kifika wakati wake anasema mimi sina na nahepa. Huyu mama akakataa kusema kwamba wa kwangu hatumli. Ule tulikula alikuwa wa kwako, mimi sitapoteza cha kwangu. Na sasa wakati ambapo mama alikuwa anatafuta msaada, akaona mahali pa kukimbilia ni wapi? Ni kwa mfalme, njoo kwenye akukosaji msaada. Na mama akataka kuambia mfalme namna gani? Hakujua kwamba mfalme hata yeye iko katika shida, sababu naye amevaa mpaka magunia. Wakati alikuja anaona mfalme, anamwambia mfalme, naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Mfalme anataka kumuuliza mwanamke, Bwana asipokusaidia. Sikiza mtu wa Mungu, nataka kukutoa kwa ile matarajio uko nayo, matumaini uko nayo ya kutakaga msaada kwa watu. Bwana asipokusaidia, mimi nitakusaidiaje? Huyu ndio mtu ambaye anaweza kumsaidia, lakini yeye anasema Bwana asipokusaidia. Na hata mwambie kama hauna jirani akusaidie, lakini anamwambia Bwana asipokusaidia. Na ndio maana mtu wa Mungu, weka mategemeo kusaidiwa kutoka kwa Mungu. Acha nikwambie, mtu akikusaidia, jua kwamba ni Mungu amempea fursa ya kukusaidia. Ukiona mtu anatoa kitu kwa mfuko wake, ametoa kitu kwa mkono wake akusaidie wewe, ni kumaanisha kwamba Mungu amemjalia ama amemgusa ili aweze kukusaidia.
Na unajua kitu cha ajabu ya kwamba sisi wenyewe tuko chini hivi kidogo, tunakuwa na ukarimu wetu tofauti sana kuzidi wale wa jamaa. Hawa wakisaidiana, wanasaidiana sababu ya profit ama benefit. Anajua kwamba itaritan. Akimsaidia mwenzake anajua kama nimepanda mbegu already hiyo, na yeye wakati wangu atakuja naye arudishe mkono. Sasa Bwana asipokusaidia, mimi nitakusaidiaje? Na hii ni kipindi kigumu sana. Mama iko na uchungu ya kwamba amepoteza mtoto, na wakati ambapo watu wote wanalia sababu ya maisha ya shida, lakini mfalme anamwambia mimi sina cha kukusaidia. Bwana asipokusaidia, mtoto wa Mungu, kuna baadhi ya watu wengi tunasumbuka ama unapitia magonjwa mengine ambao unajaribu kufanya mchango, unajaribu kutengeneza magrupu na magrupu. Acha nikwambie, Bwana asipokusaidia hata hiyo magrupu haiwezi kukusaidia. Na utabaki unalaumu watu, utabaki unalia kwa sababu watu waliniacha, hawakutaka. Bwana asipokusaidia hata mfalme hawezi akakusaidia. Sikiza nikwambie mtu wa Mungu, hii nchi haiwezi pona na mawazo ya mfalme, inaweza pona na msaada wa Jehova peke yake. Kuna vitu vingine ambao unaweza pitia kwa maisha ambao havihitaji mkono wa binadamu, vinahitaji Bwana asipokusaidia. Bwana asipokusaidia, shida ambazo unakabiliana inahitaji Bwana asipokusaidia. Ndugu yangu, kuna mahali ambapo pesa haisaidii, inahitaji Bwana peke yake. Mnaweza mkauza mashamba, mnaweza mkauza vitu vya nyumba, lakini mkabaki katika ile situation. Sababu gani? Bwana kama haingilii jambo la kusaidia, na kwambia hakuna mtu anaweza kusaidia. Ndiyo maana kila wakati sisi tunamfanya Mungu kuwa kimbilio letu, kuwa tumaini letu, kuwa msaada wetu, kuwa ngao ya maisha yetu, kuwa sosi ya maisha yetu. Kama hutamfanya Bwana kuwa msaada wako, yeye anamuuliza nikusaidie ya shinikizo ama ya kupulia? Itakusaidia nini? Mimi nikusaidie nini? Kwa sababu naye iko na shida ambazo anapitia. Wewe niseme kwamba kitu moja, eti siku moja tu waseme kila mtu ambaye yuko na mashida akuje Uhuru Park na shida zake. Twende Uhuru Park, kila mtu akuje na shida zake. My friend, kuna watu watakuja na lori. Kuna watu yao itatoshea Kanta. Kuna wao yao itatoshea kwa Kiberiti. Na utakuta huyo yake inatoshea kwa Kiberiti, ndio mtu analia sana kuliko ambaye mwenyewe nabeba yake kwa Kanta. Sasa kuna watu ambao zile shida zinafanya walie, utakuwa unaangalia wengine, unasema mimi yangu sitatoa. Sababu mimi yangu ni kidogo, kumbe yake kangu ni kadogo, siwezi nikatoa. Ule mtu ambaye anafikiria iko sawa ndio kuna shida kubwa. Kuna watu ambao hawana hata usingizi. Acha nikwambie wewe ambao unateseka, Bwana asipokusaidia nani atakusaidia? Kama anasema kwamba Bwana asipojenga nyumba, wajengao wanafanya nini? Bwana asipolinda mji, walinzi wanafanya kazi bure, wanakesha bure. Bwana peke yake, tuko na Mungu Jehova peke yake ambaye anaweza kuwa msaada kwetu. Siku moja nipee maandiko kwanza, kitabu cha Esther ine mstari wake wa 14 hapo. Pe Esther, tuone kama Bwana asipokuwa msaada wa binadamu. Kitabu cha Esther ine 14. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapo watokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Lakini ni nani ajuaye kama wewe ukuijia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Sikiza, huyu ni mtu ambaye anaitwa Mordekai. Mordekai anazungumza ama anatuma ujumbe kwa Malkia Esther. Malkia Esther amekuwa katika ikulu, na kukua katika ikulu hakukuwa najua kitu chochote ambacho kinaendelea nje ya ikulu. Na nataka kukutia moyo mtu wa Mungu ya kwamba chochote ambacho unafanya katika maisha yako kwa wema, hiyo ujue kwamba ni mbegu ambayo haitaharibika na itakuja kulipwa kwa wakati wake.
Mordekai akiwa anachunga mlango, akiwa zamu kwa mlango, akiwa watchman, maandiko nasema vizuri, siku moja alikuwa naona jamaa wengine wanapanga plani kinyume na mfalme, na akaweza kuchongea, akaweza kusema hiyo jambo, na katika hiyo jambo mfalme akaweza kupona na hakuuawa. Wakafanya investigation yao, wakapata kweli hii maneno ya Mordekai ilikuwa kweli, na hawa wa jamaa wakauliwa. Na wakati walipouliwa, mfalme, kumbe kulikuwa na kitabu ya kuandika kuhusu watu wanatenda mema. My friend, kumbe kuna kuaga na kitabu wakati watu wanatenda mema. Na hii maandiko ilikuwa imeandikwa hiyo wakati Mordekai hakulipwa, hakurudishiwa wema ambao alifanya. Lakini sikia kitu cha ajabu ni ya kwamba ikafika muda ambapo Mordekai amepitia challenges ya kwamba Hamani amenuliwa katika hii ufalme ambao Malikia ndio yuko hapa katika hiyo kiti. Nataka kusema kitu moja ya kwamba baadhi ya watu wengi wanapoinuliwa huwa wanajisahau wamenuliwa kwa sababu gani. Sikiza mtu wa Mungu, wakati ambapo umeenda ngambo na umefanya vizuri, jua sababu ya kwenda ngambo na ukafanya vizuri ni sababu gani. Lazima ujue maisha ambayo unapitia leo mazuri ni kwa sababu gani. Mungu amekuinua, amekuweka kwa hiyo ofisi ni kwa sababu gani. Kama Mungu amekupea utajiri, Mungu amekupea na utajiri kwa sababu gani. Hapana kuishi ni kama mtu ambaye unafunga macho na mtu ambaye unajisahau. Wakati ulikuwa chini ulikuwa naomba, Baba nibariki, nitakuwa msaada kwa watu, nitasaidia na mimi watu. Ukifika hapo Mungu akujalie usije ukasahau. Sasa Mordekai anataka kukumbusha Esther ya kwamba kama hautaonekana kwa msaada kwa wakati, kama nani hajui kama uliingia hapo kwa sababu ya hii wakati. Watu wengi hujisahau. Watu wengi hujisahau. Akishafika mahali ambapo yeye anakuwa nakula mkate na spaghetti, anasahau kama kuna watu ambao alikuwa nao huko kwa njaa na wanalia bado njaa saa hizi. Lakini Mordekai anataka kumkumbusha kwa sababu gani? Hali ambayo anapitia, walikuja kumwambia Esther, unajua Mordekai yuko kwa mlango na amevaa magunia. Niambie mtu huyo ambaye alisaidia mfalme, aliokoa maisha ya mfalme, ndio huyu amekaa kwa. Ndio maana wema wote haulipi kwa hiyo wakati unatamani kulipwa. Wema wote ambao unatenda haulipi kwa hiyo wakati. Sababu Mordekai angilipwa kwa hiyo wakati, my friend, maisha yake ingekuwa katika hatari kubwa sana. Lakini sikia hili jambo. Wakati ambapo wamemwambia Esther, ndugu yako ama anko yako ama binamu yako yuko katika gate kwa mlango anavaa magunia. Acha cha ajabu ni ya kwamba ili Esther afikie mahali hapo, acha kusahau watu ambao walikushikilia mkono wakati ulikuwa chini. Ili Esther afike hapo kuwa malikia, Mordekai ndio alicheza karata zote. Lakini kulikuwa na noma. Mambo ikakuwa magumu sana kwa mtu ambaye anaitwa Mordekai. Lakini Mordekai amemtumia ujumbe kumwambia kwamba ikiwa wewe utakaa kimya wakati kama na huu, tunajua msaada wetu utatokea mahali pengine. Haleluya. Ndio maana mtu akikosa kukusaidia wakati kama na huu, mtu akikosa kukusaidia wakati uko na shida, mwambie tu ya kwamba ninajua msaada bado uko. Haleluya. Ninajua wewe Mungu anaweza kosa kukutumia kwa msaada kwangu leo, lakini msaada wangu uko mahali najua Mungu atatokeza tu msaada. Sababu watu walio na Mungu, hata kama wakifikia kipindi ambacho wamekatishwa tamaa ama mambo yote yanaonekana ni kama giza, acha nikwambie kuna kuaga nuru nyingine tu ambao Mungu anakuaga anatokeza. Ukifikia kipindi ambacho unasema kwamba sioni kama katika familia kuna mtu anaweza kanisaidia, kuna mmoja ambaye anaweza akakusaidia. Na ndio maana hauna haja kukatishwa tamaa wakati ambapo unakosa msaada kwa watu. Umetengeneza group lakini hiyo group watu hawataki kuingia katika group wa kusaidia. Acha nikwambie, wewe jua kwamba Mungu hajaweka msaada kwa mtu. Mungu amewekeza msaada wake kwake peke yake. Haleluya. Ndio maana hauwezi katishwa tamaa wakati wote ambao utakuwa mtu wa kutegemea Mungu. Na huyu jamaa anamkumbusha kwamba nani anajua kama uliingia kwa hiyo wakati, hiyo sababu ya hii wakati. Ukifungia mtu mlango wakati ambapo anastahili kupata malazi ama mahali pa kutulia kwako kwa wakati ambapo yeye ameumia, acha nikwambie siku moja yako itafungiwa pia. Mungu amekuweka pale hiyo nafasi kwa sababu gani?
ya kukuwa msaada kwa watu. Amekufanya wewe kuwa wakili wake. Lakini inafika muda ambapo wengine ambapo yeye kama ni jaji ama ni wakili, unakuta mara nyingine kwamba pahali ya kufanya ile kazi ambayo Mungu amemuinulia kufanya, wanafanya opposite. Watu wengi wanakula rusha saizi, wanakosa kufanya kile kitu ambacho Mungu amewafanya wawe. Ndugu yangu, Mungu akikuweka mahali, amekuweka hapo na sababu. Akikupea pesa, usifikirie kama amekupea pesa tu sababu ya wewe kukaa vizuri peke yako. Kuna watu wengine Mungu anataka uweze kwa msaada kwao. Lakini Mordekai akasema, kama wewe hautatusaidia wakati kama na huu, tunajua msaada utatokea mahali pengine. Msaada utatokea wapi? Zaburi 121. Mordekai hana mtu ambaye anaweza mtetea katika hiyo shughuli, sababu Hamani ameandaa kila kitu kwa sababu ya kuangamiza maisha yake. Lakini kitu moja ambacho alikuwa anajua kwamba kuna mahali msaada wangu utatokea. Kuna mahali msaada wa Wayahudi utatokea. My friend, acha nikwambie, kuna mahali msaada wetu unakuaga unatokea. Na yainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Hallelujah. Mordekai alijua kwamba msaada wake, kama Esther atakuwa na msaada wake, lakini Jehova ndio atakuwa na msaada wake. Ndio maana nataka kuambia mtu wa Bwana ya kwamba weka macho yako ama inua macho yako uangalie msaada wako kwa Jehova. Acha kuangalia msaada kwa auntie, acha kuangalia msaada kwa brasa, acha kuangalia msaada kwa binamu yako ama ndugu yako. Angalia msaada kwa Jehova, sababu yuko na msaada tele. Anasema na msaada utakaopatikana tele wakati wa mateso. Hallelujah. Kuna wakati watu wanaweza kosa kwa msaada kwako ndugu yangu. Ule mtu ulitegemea anaweza kosa kwa msaada. Kuna kipindi ambacho mpaka kazi yako inaweza kosa kwa msaada kwako. Lakini inua macho yako juu. Na sababu unaweza kuangalia milima inakosa msaada. Unaangalia mabonde inakosa msaada. Unaangalia kanisa inakosa msaada. Lakini angalia Jehova ambaye kosage msaada. Watu wanapokutenga, watu wanapojitenga wakati wa kukusaidia, acha wajitenge, Jehova akae na wewe. Utakao una blame watu na hawakunisaidia. Mungu alitaka wajitenge na wewe ili uweze kumwangalia. Wewe unakuta sasa mimi hawezi nikaribia wakati niko na shida, na wewe watu wanasema kama rafiki yako asipokukaribia wakati wa shida, yani wewe si rafiki yako. Lakini acha nikwambie, kama Mungu asipokukaribia wakati wa shida, sasa binadamu ndio ataweza kukaribia? Kwa hiyo unahitaji kuangalia huyu jamaa alijua msaada wake utatokea. Kama Esther utaonekana wakati kama na huu, Esther kama utaonekana muda kama na huu, ndugu yangu, hapana kujisahau. Mahali huko Mungu amekuweka kwa sababu usaidie watu. Wewe kama ni polisi hujakuwa pale kwa sababu ya kusumbua watu ama kumiza watu. Uko pale kwa sababu ya kulinda watu. Kama ni jeshi ama kitengo chochote uko nacho katika serikali ama kitengo chochote uko nacho katika maisha yako, Mungu amekuweka hapo wewe ukue wakili wake. Ukue sosi ya kusaidia watu. Kwa hiyo sababu wakati unasaidia watu ni wakati ambapo unafungua mlango pia kusaidiwa na Mungu. Hallelujah. Huyu jamaa alijua msaada wangu utatoka kwa Jehova. Msaada wa Wayahudi utatokea kwa Jehova. Na huyu Mordekai hakutaka kumbembeleza. Achaga wakati mwingine kumbembeleza watu. Unataka kupigia watu magoti, unataka kuinamia, unataka kuwambembeleza, unataka kuwapamba na maneno. Hapana, kama mtu anakosa kujiasociate kukusaidia, achana naye. Na hapana kuwa na kiwaru na yeye na kumuombea mabaya. Hapana, mwambie nashukuru sana. Hallelujah. Sababu kama Mungu hakumwandaa huyu mtu kuwa baraka kwako, acha kujisumbua. Kama utatokea msaada kama wakati kama na huu, ukinyamaza kimya, sababu watu wanaweza kanyamaza kimya, lakini Mungu wakati unapopitia majaribu, yeye ni msaada tele. Yani restoration tele. Yani ni kumaanisha kwamba kwa Mungu msaada hauko wa kupungua. Msaada tele. Utategemea wazazi wakati wote. Kuna muda wazazi watakuacha. Unategemea eti sasa my sweetheart. Acha nikwambie, my sweetheart kuna muda ambapo natelezaga inaisha.
Kuna muda ambapo anaweza akakuwa na mpango wa kando, kisha wewe ukabaki unabaki kwa mataa. Sikiza nikwambie mtoto wa Mungu, kuna kipindi ambacho mpaka kazi inaweza ikaisha, mpaka biashara vinaweza vikaisha, lakini acha nikwambie, only God akikuwa njia yako ya msaada, my friend, achakwambie yeye source yake ya kwagi na katika ni kisima ambacho hakikwagi kinapungua. Ni msaada ambao ni tele. Msaada tele ni kumaanisha kwamba ni msaada ambao kila wakati unaonekanaga. Wewe ulishaka katishwa tamaa na watu? Ulishaka fika wakati ambapo unataka watu wakusaidie na wanakosa kusaidia? Msaada utakapopatikana tele wakati wa mateso. Wakati wa mateso. Hili ndio jambo la mwisho nataka kukamilisha nalo. Nataka kukwambia mtu wa Mungu, acha kwanza kutegemea watu. Na msaada wako tegemea Mungu. Inua macho kila wakati kuangalia Mungu. Mungu akigusa mtu sema asante. Lakini hapana kumfanya mtu akuwe ndio makimbilio yako ya kwanza. Hapana. Hapana. Watu wanalala bwana. Watu wanasizia na watu wanakufa. Na watu wengine wakiinuka wakikuwa mahali wanabadilisha paka namba. Unajaribu kupiga hiyo namba haingiagi. Lakini Mordekai alitaka kumkumbusha, kama hautakuwa msaada kwa wakati kama na huu, msaada wetu utatokea mahali pengine. Ndio hapa kwa Mungu. Sababu mtu ambaye hauinamii miungu, mtu ambaye hauinamii binadamu, unainamia Mungu peke yake, acha nikwambie my friend, msaada wako utakuwa unaonekana tele kila wakati. Wakati wa mateso. Wakati wa mateso. Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada utakaopatikana tele wakati wa mateso. Wakati wa mateso. Haleluya. Wakati wa mateso ndio wakati ambapo kama usiposimama katika imani, ndio wakati unaachana na wokovu. Lakini kitu moja nataka nikusaidie nacho, ujue kwamba mateso haikuji bure kwa mtu. Na lazima ukae chini ufikirie nateseka kwa sababu gani. Mateso iko na mianya yake, iko na njia zake, inakuja na sababu gani, na inasababishwa na nani, na inasababishwa na nini. Mateso haikuji kwa mtu tu kwa sababu ni mateso. Hapana, inakuaga na chanzo, iko na kiini chake, na iko na wale ambao wanahusika nayo. Haleluya. Sababu katika maisha binadamu anaweza kuwa source ya mateso yake, yeye ndio anakuwa chanzo peke yake ya mateso yake. Maandiko nasema namna gani? Kitabu cha Luka 15 mstari wa 13. Nipei maandiko. 15 mstari wa inasema aje? Na baada ya siku zilizokuwa nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda njia mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasharati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kubwa iliingia katika nchi ile, yeye kama akaanza kuhitaji. Sikia hii inapata baadhi ya watu wengi, wanakuwa chanzo cha mateso yao. Huyu ndugu amekuwa chanzo cha mateso yake baada tu ya kupata kitu ambacho alitoa kwa baba yake. Na kwa sababu gani? Alienda kutumia nje, mbali na baba yake. Amesafiri kutoka katika maeneo ambayo yeye angefaa kukua, ameenda kusafiri, ameenda nje, na akatumia mali yote kwa njia ya usharati. Hakujua kwamba pesa zinakuaga na zinaishaga hata zikiwa namna gani. Pesa solonga zisiko zinatoka, zinaishaga kama zingine haziingii. Yeye aliona utajiri kwake unafaa, lakini akaenda nao mbali. Ndio maana mtu wa Mungu unapobarikiwa, hapana kwenda mbali na Mungu. Mungu anapokuinua, hapana kwenda mbali na Mungu. Kaa katika mazingira ya Mungu. Kaa katika presence ya Mungu siku na mchana. Unaona jinsi utajiri unakuaga unapeleka mtu. Kijana amepata mali kwa baba, lakini akasahau kama itaisha. Ameenda kutumia na makahaba. Ndio utakuta watu wengi leo wametulia na ndoa zao.
kwa sababu hawajakuwa na pesa. Tu wengi wametulia kanisani kwa sababu gani? Labda hajapata gari, ile gari kubwa, ataanza kuchagua mpaka kanisa. Tu wengi kama akingani chini ni mtulivu sana, ni mnyenyekevu sana, ni mtu ambaye kweli anakaa na anyenyekea, lakini acha nikwambie apate kitu. Ukiona mtu anyenyekea na iko na pesa, jua kama huyu moyo wake umeokoka. Ukiona mtu amenyenyekea, amekuja mahali ambapo labda kanisa haina matajiri kama yeye na ametulia hapo, jua kwamba huyu mtu Mungu amemfanyia kazi. Sababu baadhi ya watu wengi tumeona wengine anasema sasa hapa sio klasi yangu na nabadilisha. Huyu ndugu, chanzo cha maanguko yake, chanzo cha mateso yake ilikuwa ni yeye peke yake. Hakuna mtu alimwambia kwamba atoroke aende kufanya. Sasa unajua unapata marafiki wapya, alipata mabesti wapya, anaanza kutumia mali na marafiki, akashungua akabadilisha style, amekuwa msanii kabisa. Sasa hata style za kutembea zilikuwa zimebadilika, hata kuongea kulibadilika, ni kama hata nambari ya simu ilikuwa imebadilisha. Kwa sababu gani? Amekuwa klasi nyingine. Lakini acha nikwambie mtu wa Mungu, jua katika maisha hii kila kitu Mungu amekupea, tunza. Iliisha. Amekuwa chanzo cha mateso yake peke yake. Hakuna mtu ambaye alimsababisha aende kuumia peke yake. Na acha nikuulize mtu wa Mungu, na wewe unajua chanzo cha mateso yako? Haleluya. Unajua unaweza kuwa unalia sana na unahuzunika sana, lakini lazima chunguza kwanza, angalia chanzo cha mateso yangu ni nini? Angalia chanzo cha mateso yako ni nini? Jambo la pili, mateso inaweza kuingia kwa mwanya gani? Kupitia watu. Genesis 37 verse 3. Kitabu cha Mwanzo 37 mstari wake wa 3 inasema aje? Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Sasa chanzo cha mateso ya Yusufu haikutoka kwa Mungu. Hii ni watu, ni jamii, family. Na ndio maana Yesu anasema namna gani katika kitabu cha Mathayo 10:36, na adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Mateso ya Yusufu imeanzana ni ya kwamba baba yake amempenda kuliko ndugu zake, sababu baba aliona ni kijana wake wa uzeeni. Lakini kitu moja cha ajabu, wakati ambapo alimpenda zaidi ndio wakati ambapo alifungua mlango wa chuki, na yeye hakukuwa anajua. Na hii uangalie, wakati ambapo unapenda mtoto mmoja sana, jua kwamba umeingiza chachu, umeingiza problem kwa huyu mtu. Huyu mtu atamchukia kiwango cha ajabu. Unasema haka njoo kangu kabisa. Huyu paka unampea majina yako, majina ya baba yako, unampea jina za mother, jina ya father. Huyu kabisa, huyu ndiye. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Chanzo cha mateso ya watu wengi inatoka ndani ya ukoo, ndani ya jamii, ndani ya nyumba yake, ndani ya nyumba yao. Ndio mateso ya Yusufu imeanzana kutoka ndani ya nyumba yao. Ndugu zake wakamchukia. Hata sasa imagine huyu kijana, hata ni mtoto aje, ulishaona wanakuchukia safari ya kwanza, wakuongeleshi vizuri, na baadaye unaota ndoto, ndio unataka sasa kuwaambia sasa, unaona niliota hivi. Maandiko yanasema namna gani? Wakamchukia zaidi. Ulishaona mahali watu wanakuchukia, ujue kwamba hapo uko na vita kubwa sana. Kukuweka chini ni rahisi sana. Watu ambao unaimba nao, chunga sana. Watu ambao hebu nasema yeye anafanyaga backup, yeye ndio kwa backup, ni yeye atalidi leo. Hata utaangalia tu system yake ya kulidi, akilidi vizuri wanamfanyia backup, anafanya opposite. Na huyu akiimbisha,
watu ambao wako kwa madhabahu. Bwana, tumeshuhudia wengine wameuliwa na watu wenye kwa madhabahu. Watu ambao wako karibu na wewe, chunga sana, jichunge sana. Na adui wa mtu ni wale ambao wako kwa nyumba yako. Umesikia, hujasikia bwana anauliwa kwa mwanamke ndiye alicheza adili ya kumweka chini. Sababu haikuagi rahisi mwanaume akuwe na wazo ya kuua bibi yake. Lakini mwanamke, wakati ambapo mwanaume anainuka na utajiri, mwanamke kwa anafikiria gisi gani ataishi na hiyo utajiri. Sikiza kitu moja. Chanzo cha mateso ya watu wengi inatoka ndani ya nyumba yao. Sababu ni damu yako. Sababu ni damu yako, hauwezi ukaruka damu yako. Na sasa utabaki uko nalia, haujui mateso yako yanatokana na nini. Haujui unateseka kwa sababu gani. Unashindwa, kwani mbona mimi, kwani niliumbwa sababu? Kumbe chanzo ni katika watu ambao unaishi na wao. Kama hautapata watu wazuri wa kukutunza, utapata watu wabaya wa kukuangusha. Na ndio maana kuwa careful sana na company ambao uko nayo. Angalia sana chanzo cha mateso yako ni. Sasa unakuta watu wengine ni matasa. Na mwili iko sawa, lakini chanzo cha utasa ni katika familia tu. Chanzo cha yeye yani kustawi katika ndoa ni kwa sababu tu ya chanzo cha magonjwa yao inaanza na ukoo wao, katika nyumba yao. Mateso ya Yusufu imeanzana na katika nyumba yao. Sikiza mateso ya tatu. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza 21. Mambo ya Nyakati wa Kwanza, First Chronicles 21 verse 1 inasema aje? Tena shetani akasimama juu ya Israeli, akamshawishi Daudi kuwahesabu wa Israeli. Achana na hiyo nyingine yako chini. Sasa hapa imefika kiwango kingine. Mateso mengine inaweza kuwa kwa mwanadamu ni kwa sababu gani? Imekusudiwa na shetani. Ndio nasikia watu wanasema wewe ni shetani kabisa. Ni ile kitu ambacho kinatumiwa ndani yake. Wewe ulisikia mpaka Yesu aliambia Peter, wewe shetani ondoka nyuma. Ni ile kitu mbegu yenyewe ilikuwa imeingia ndani ya Peter. Sababu shetani anatumia vitu ambavyo viko hai. Sasa shetani alisimama katika anga ya Israeli na akamshawishi Daudi. Na acha nikwambie mtu wa Mungu, mara nyingine unaweza kushangaa kusema kwamba na huyu mtu amefikiria kutenda kitendo kama na hiki aje namna gani? Sababu kuna kiwango watu ambao wako juu wanapiganaga na vita ambavyo viko juu. Kuna watu ambao wamefikia kiwango ambacho kukutana na shetani live. Na kuna wengine hapo ni tumapepo tu. Ni tumapepo tu tunawasumbuaga. Tumapepo tu unasikia toka kapepo tu ndio kanasumbuaga wengine. Lakini kuna watu ambao wamefikia kiwango ambacho kukutana na ngome yenyewe ya shetani. Shetani mwenyewe. Yaani alisimama katika anga ya Israeli na akamshawishi Daudi. Kumshawishi namna gani? Ili Daudi afanye hesabu ya kuhesabu watu, na kumbe hiyo haikukuwa ndio mapenzi ya Bwana. Daudi hakujua na hakuelewa. Ndio maana nakuta kwamba mara nyingine kwamba mnashindwa na huyu mfalme na alituahidi atatufanyia namna gani. Hamjajua ni anga gani ambayo imetawala. Ametuahidi kututendea mambo makuu, lakini hakuna hata moja. Hakuna hata lakini hamjajua ni ngome gani ambayo anashindana nayo. Labda kuna nguvu ambazo zimemshawishi kufanya wrong. Hujasikia baba anaua mtoto wake, eti baba amebaka mtoto wake, eti mama amefanya kitendo kama na ameua mtoto wake tu. Niko namna gani? Kuna kiroho kingine kichafu ambacho kimemtawala, kimemzingira mpaka wewe unafikiria mtu mzima eti amejiua sababu amekosa kazi. Kwani ni yeye peke yake amekosa kazi?
Mtu amejiua kwa sababu gani? Alikataliwa. Kwani ni yeye wa kwanza kukataliwa? Eti mtu amejiua kwa sababu gani? Sasa yeye anaona ni kama maisha yake hana mwanzo wala mwisho. Kwani ni watu ngapi ambao wanajijua kama hawana mwanzo wala mwisho? Si watu wengi wanapitia mateso. Eti sasa kazi iliisha akajiua. Eti sasa angalia vitu vilipotea akajiua. Aje tu, inakuwa namna gani? Kuna spirit nyingine ambayo inasababisha huyu mtu afikie hatua mpaka ya kufanya uamuzi ambao sio wa mapenzi ya Mungu. Na huyu mtu akiuliza atakwambia sikuwa najua hata ni nini. Sikuwa najua kile ninafanya. Kwa sababu gani? Kuna anga nyingine ambayo imechafua mawazo yake. Kuna roho nyingine ambayo kuna shetani mwenyewe amesimama kinyume na yeye. Kwa hiyo ndio maana kila wakati chunguzaga hizo hatua ambazo unafanya. Hii maamuzi ambayo unataka kufanya, je, ni ya mapenzi ya Mungu? Sababu Joabu hakukuwa tayari kuhesabu. Na alikuwa anajua kwamba hii ni kama ni kitu ambacho si cha mapenzi ya Mungu. Lakini Daudi mwenyewe kwa sababu ni mfalme, amekutana na mfalme mwingine akamshinda. Ndio maana fanya angalisho sana. Kuna hatua zingine ambazo ukipiga, chunguza kwanza, je, hii hatua ninafanya ni ya mapenzi ya Mungu? Sasa mateso mengine ambayo inaweza kupata katika mwanadamu ni kwa sababu shetani mwenyewe amefungua mwanya. Shetani mwenyewe ametawala environment. Shetani mwenyewe ametawala roho za watu. Ndio nakuta kwamba watu wanafanya vitu ambavyo mnashangaa kunikuwa namna. Na mateso ya ine, hii inakuwaga Mungu mwenyewe anaweza kuyaruhusu kwa mwanadamu. Mateso ya ine, na nipe maandiko kitabu cha nani? Ayubu 1 mstari wake wa 12. Jobu. Bwana akamwambia shetani, tazama, yote aliyo nayo yamo katika uweza wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Nipe kitabu cha Isaia 9 mstari wa 1 niende kukamilishia hapo. Isaia 9, lakini yeye aliyekuwa katika dhiki hatakosa changamko. Hapo awali aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu, karibu na njia ya bahari, ngambo ya Jordan, Galilaya ya mataifa. Hii ni Mungu mwenyewe anaweza kuruhusu mateso kwa mtu. Kwa sababu gani? Mungu anataka kutengeneza mtu wake. Haleluya. Watu wengine wanapitia mateso kwa sababu ya msalaba ama sababu ya injili peke yake. Na ndio maana Paulo alikuwa anasema kama nahesabu kuwa nahesabu yani dhiki ya saizi kuwa si kitu kwa sababu ya utukufu ambao umeandaliwa hapo mbele yangu. Yani hahesabu, ni Waroma hapo 8. Yani hahesabu, yani hii mateso anapitia saizi hahesabu kuwa ni kitu. Yeye kwake anaona tu ni kama ni normal tu. Kwa sababu gani? Anajua ile utukufu ambao Mungu amemwandalia hapo mbele. Baada ya hapo, Ayubu hakufanya makosa, Ayubu hakutenda dhambi, lakini Mungu alijivunia Ayubu. Na pamoja na kujivunia Ayubu, Mungu alijua moyo wa Ayubu uko kwa nia gani. Acha nikwambie watu wengi ambao tunaishi nao, usiwahi kuweka moyo wako kwa vitu ambao Mungu amekubariki navyo. Moyo wa Ayubu haukuwa ndani ya vitu. Sikiza hapa. Eti Mungu mwenyewe aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa. Ni Warumi 8:18 nasema, kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu, kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Wengine wanasafa kwa sababu tu ya gospel. Mungu labda anakuandaa kwa sababu ya mambo makubwa. Na acha nikwambie, hakuna mtu katika maisha ambayo hawezi pitia. Watumishi wote wa Mungu, Mungu aliwaandaa kwa njia ya mateso. Lakini nakuraga na furahia kitu moja. Mtu ambaye ameteseka kwa sababu ya Mungu, anakuaga na kuachia kitu gani? Unasikiaga kuna peace. Hizi mateso zingine unakuaga na stress, unakuaga na machungu. Lakini mateso kwa sababu ya Mungu anakupitisha ndani, unakuwa unasikia tu kuna kaamani ndani yako. Kuna kafuraha kingine ndani yako. Unapoimba unasikia kufarijika. Unapoomba unasikia kuna kingine atmosphere
baraka nyingine ndani yako. Kwa sababu gani? Ni ya Mungu, inakuandalia utukufu. Acha nikwambie, mtu ambaye unapitia mateso, ndio maana nasema kwamba Mungu ndiye aliingiza hiyo nchi mbili katika hali ya kudharauliwa. Kwa sababu gani? Kesho yake ikuje kuwa utukufu. Wewe unahesabu mateso yako kuwa namna gani kesho? Sababu Mungu anakuaga na kuhesabiria mwisho tu. Mungu, angalia chini kwambie mtoto wa Mungu, Mungu anaona mwisho wa mateso yako. Sikiza, mwisho wa mateso yako Mungu iko naona utukufu. Na kama Mungu amekusudia utukufu kwako, ni lazima utayapitia. Lazima utapitia katika nchi ya madharau ili utukufu wako uonekane baadaye. Lazima utapitia wakati mwingine njia ya magonjwa ili kesho kuwa msaada kwa wagonjwa. Ya wakati mwingine unaweza pitia ukame ili kesho wakati utatoka ndani ya ukame uwe msaada kwa wale watu ambao wanapitia ndani ya ukame. Acha nikwambie, mara nyingine Mungu anatufanza ili tukue walimu wa watu wengine. Wakati mwingine Mungu anatufanya sisi tukue na experience ya kwamba tulishakapitia na sisi tuliyapitia. Sababu ni vizuri sana ya kwamba mwalimu afunze mwanafunzi kile kitu ambacho yeye amewahi kupitia. Ni jambo la muhimu sana. Bana kufunza mtu kitu ambacho hujawahi pitia. Eti sasa mimi hiyo sijawahi pitia, lakini wewe hiyo lakini ni mzuri sana akikufunza kwa sababu yeye amewahi pitia. Nacha nikwambie mtu wa Mungu, watu wanaopitia leo hawatapitia kesho tena. Haleluya. Watu wanaopitia leo sababu aliwaingiza katika nchi ya madharau, baadaye sababu utukufu ukuje kuonekana. Nacha nikwambie mtoto wa Bwana, utukufu wako uko karibu kuonekana. Maana Bwana ndiye msaada wetu. Bwana ndiye msaada tele wakati wa mateso yetu. Acha nikwambie, mateso unayopitia yawezekana Mungu amekuandaa kesho ukue faraja kwa watu wengine. Yawezekana Mungu amekuandaa kesho ukue daraja ya watu wengine. Usijalishwe na kusema kwamba mbona mimi nimekawia sana. Kukawia kwako sana ni kutengenezwa sana. Mungu anakutengeneza. Sababu daraja liwezi vuka mbele ya watu, lazima watu wavuke kwanza, kisha wao utakuja kuvuka baadaye. Acha nikwambie mtoto wa Bwana, mateso yako iko karibu kuisha. Sababu Bwana kwetu sisi ni nguvu na kimbilio, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Nataka kukwambia mtoto wa Bwana ya kwamba mateso yako iko na mwisho. Iko na mwisho. Hakuna mateso inaanza na ikose kuwa na mwisho. Hapana. Hautaishi mateso kila wakati. Hautaishi kilio kila wakati. Acha nikwambie, watu wengine wako na watu wa kuwasaidia, wako na maloya wa kuwasaidia, lakini wewe hauna loya. Wewe kwa polisi hauna hata polisi, kwa askari hauna hata askari. Ikifika mambo ya kutetewa hauna. Ndio maana nampenda Ayubu. Baada ya hayo Ayubu alikuja kusema namna gani? Kitabu cha Ayubu 19:25 anasema namna gani? Anasema kwamba hatimaye kwamba mtetezi wangu atasimama katika nchi. Haleluya. Ayubu alikuja kujua sababu mateso ambayo aliyopitia, moyo wake ulikuwa na amani, moyo wake ulikuwa na furaha. Hakukuwa tayari kuweza kuasi Mungu. Kwa sababu gani? Alijua kwamba hii mateso ninayopitia iko na wakati wake. Acha nikwambie mtoto wa Bwana, Bwana anakutengeneza tu. Bwana anakutengeneza tu. Ndio unapitia katika ndoa yako mateso, ndio. Acha nikwambie, Bwana anakutengeneza ili utasaidia wanandoa. Bwana anakutengeneza katika huduma, upitie wewe mateso ili kesho kuja kusaidia watu ambao watakuja katika huduma. Chaka kulia kila wakati eti sasa Bwana kunaenda namna gani na kwani inapita. Acha ikipita inapita, inaenda wapi? Wewe tulia tu. Kwa sababu gani? Bwana amekuandaa. Mateso ni njia ya maandalizi. Mateso ni njia ya maandalizi. Ayubu alijua mtetezi wake yuko. Pamoja na kuyapitia. Ayubu 19:25. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Hauna mtetezi, uko na kesi. Uko na makesi, wengine katika familia, wengine kesi ziko kwa serikali, wengine kesi ziko katika labda za kazi, shughuli unazozifanya. Lakini acha nikwambie, hatimaye kuna mtetezi wako. Kuna yule atakutetea. Watu wakiwa na watetezi wao, watu wakiwa na watu ambao wanaweza kuhonga kwa sababu yao, kuna watu ambao wanaweza jitolea kwa sababu yao. Wewe hauna wa kujitolea kwa sababu yako. Acha nikwambie mtoto wa Mungu ya kwamba leo kuna mtetezi wako ambao uweze kujua kwamba Mungu akisimama kwa kesi yako hawezi akafeli. Hallelujah. Sababu kuna watu ambao wanapitisha watu wengine kwa mateso. Unapofanya kazi na watu, kuna watu ambao watamani wewe uweze kuinuka.
Uko unafanya biashara, kuna watu ambao watakupiga vita, wanataka uanguke chini, lakini acha nikwambie kuna mtetezi wako ambaye atasimama juu ya nchi. Haleluya. Kuna mmoja ambaye anasema kwamba yeye tu ndio ambaye anaweza kutetea kesi na akaweza kuwini. Acha watu waungane, lakini wewe kuna mtetezi wako. Kuna yeye atakaye kutetea. Haleluya. Sababu anasema kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi. Ni Zaburi 30 na ine mstari wake wa 19. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umponya nayo yote. Ama Bwana umkomboa nayo yote. Ni huyu Zaburi tu anasema 37 mstari wake wa 25 ya kwamba nalikuwa kijana na sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa, ama uzao wake kuomba mkate barabarani. Nilikuwa kijana na sasa ni mzee, lakini sijamuona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Mtu wa Mungu, kaa katika haki. Kana kuna kitu ambacho kinateteaga mtu ni haki. Kaa katika haki tu. Acha watu wakufanyie mitego, acha watu wakupige vita, acha shetani akupige vita, ndio simama ndani ya haki tu. Yusufu aliposimama ndani ya haki, Mungu hata katika jela Bwana alienda kumtoa ndani ya jela na akamfanya gisi alivyokusudia kumfanya. Sikiza nikwambie, hakuna mtu ataziwia Mungu asikufanye gisi Mungu anataka kufanya. Hakuna mtu anaruhusika ama anaruhusa ya kusema kwamba abadilishe mpango wa Mungu. Watu wanaweza badilisha mipango mingine, hapana ya Mungu. Nataka tu niweze kukuachia hii nafasi. Uangalie ni mangapi unayepitia, vita ambazo unazipitia, mateso ambayo unayakabiliana nayo. Angalia chanzo chake ni wapi. Aidha inaweza kuwa wewe ndio chanzo, aidha inaweza kuwa ni shetani, aidha inaweza kuwa ni watu tu wanakukusudia wewe uweko chini, na aidha ni Mungu amekusudia upitie katika hiyo mateso. Lakini nasema kwamba yeye ndio msaada wetu, msaada tele. Nataka tuweze kuamini pamoja, tuweze kuinua imani yetu, kuweza kuangalia tu Mungu tu ndio anaweza kunisaidia katika hii hali. Sababu Mungu asipokukusaidia kweli, nani mwingine atakusaidia? Kuna kesi zingine ambazo hazihitaji pesa, na labda zikihitaji pesa hauna kiwango ya hiyo pesa. Simama tu katika msimamo ya kusema kwamba ninaamini Mungu yuko pamoja nami, na kwamba yuko pamoja nami hata niachilia kamwe. Haleluya. Kuna wakati ambapo kweli inaonekana ni kama wewe hauna hata wa kukusaidia. Kona zote hauna mtu ambao unaweza kuweka mbele, lakini acha nikwambie muweke Mungu mbele. There is a God ambaye kushindwage na battle yote. There is a God huyu ambaye hakuagi na sahau, hakuagi na chelewa, na hawezi akakufa. Wakati watu wanakosa kukusaidia, wewe endelea kuamini Mungu, kusema Bwana nahitaji msaada wangu kutoka kwako tu peke yako. Ile mambo ambayo unaona inakukabili, mambo unaona ni mazito kwako, mwachie Bwana. Mungu wetu, mwokozi wetu, mfalme wetu, mtetezi wetu. Wewe ndiye mtetezi tu. Wewe tu ndiye Mungu ambao unaweza kufanya yale ambayo yameshindikana kupitia binadamu. Asubuhi ya leo na watu wanakabiliana na mateso. Kuna watu wanahitaji msaada kwako. Kuna watu ambao wanatamani msaada kutoka binadamu wakaweza kufeli. Lakini wewe ndiye msaada wetu. Wewe ndiye kimbilio letu. Wewe ndiye tumaini letu. Tunaomba Bwana onekane katika mateso ya huyu mama. Onekana katika mateso ya huyu ndugu. Onekana katika mateso ya mtumishi wako, na acha uweze kumsaidia, mshike mkono na umuokoe katika ya mateso. Sababu wewe Mungu tu ndio unaweza kutoa watu katika mateso. Wewe tu ndiye Mungu ambao unaweza kuingiza watu ndani ya shimo na ukawatoa ndani ya shimo kwa kusudi lako. Baba, ninaomba asubuhi ya leo acha ukaweze kuonekana, kupanguza majozi ya huyu mtu ambaye amelia kwa muda mrefu. Huyu mtu ambaye ameteseka kupitia watu wameingia kinyume, wamemchezea karata ya kuweza kumwangamiza. Muokoe Bwana. Huyu mtu ambaye shetani amekusudia kuangamiza maisha yake, Bwana muokoe. Okoa biashara yake, okoa kazi ya mikono yake, okoa ndoa yake, okoa huduma yake, okoa future yake, kwa maana wewe ni Mungu ambaye unaonaga mwisho kabla ya mwanzo. Pamoja na yote Mungu wetu, tunakushukuru maana tunapoweka mategemeo yetu kwako, unakuaga Mungu ambaye unatutimiza, na hujawahi kushindwa na hutawahi kushindwa. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo na wakati kama na huu. Jina lako limidiwe Bwana. Acha utokeze msaada wetu kwa kile njia ulikusudia kutokeza. Tunakushukuru kwa maana uko mwema, katika jina la Baba, Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. 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 Tunashukuru Mungu wetu na
nataka tuweze tu kutoa sadaka zetu sasa. Naona muda wetu